yafaa kusema asante. Hata na majira tulionayo ni majira kwa ajili ya neno, ili tuweze kuyaelewa maandiko. Asante kwa sababu tunapoenda kuyasikia maneno yako, maisha yetu hubadilika. Tunapenda kuenda katika viwango vinavyoleta utukufu zaidi. Masihi, tunakushukuru. Ni katika jina lako Yesu tuseme amen. Geukie tu jirani, mwambie shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Ni jioni nzuri tena. Na leo ni siku ya Jumamosi, kesho Jumapili. Asante kwa tangazo la kesho. Na kesho hiyo ndio tunamaliza na kufunga mkutano huu. Ila nimebarikiwa na ninyi watu wa Mungu. Haleluya. Naamini yale yaliyokuwa tumeanza, maneno yale yote tumeyashika kwa njia ya video. Tunayaweka kwenye flash, kuyatunza kwa ajili yako, ya kusaidia wewe mtu ulioko hapa. Saa nyingine haya maneno yakisikilizwa mara moja hautaweza kuelewa na kufahamu kisawasawa. Lakini maneno ya aina hii yakisikilizwa mara 2, mara 3 mpaka mara 4, neno hilo hilo ukilisikiliza mara 4, uwezo wa kuelewa kwako kutafikia 80%. Lakini kusikiliza mara moja ukaelewa sio rahisi. Ni 20% ya uwezo wa kuelewa ukisikia mara moja. Na vitu vingi hapa nimeviongea, vimekufurahisha, umesisimka, umepiga makofi. Na katika wakati huo vingine vimepita, hujavishika. Kwa hiyo wacha niseme hivi, mpaka kesho tukimaliza mkutano, ongea na huyu kijana wa kamera au yule mwenzake aliyoko kwenye meza, akuandalie flash yako na wewe uipate. Sema amen, amen. Uondoke hapa una hakika kuyasikiliza maneno kila siku, na utakuja kushuhudia kwa namna pekee sana imani yako itabadilika, na matokeo makubwa ya kimaisha utayaona. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninaongea hivyo kwa sababu uwezo wa mtu kusikia na kuelewa ukifikia kiwango cha 50% zaidi ya 50 kwenda mpaka 80, ataona matokeo ya imani yake. Bwana asifiwe. Akili ya mwanadamu sio yenye uwezo wa kushika kila kitu. Wakati nasoma Marekani, chuo cha Biblia, profesa mmoja mkuu wa chuo alituambia kila mwanafunzi lazima aje na tape recorder ndio uingie darasani, ili kile unachofundishwa pale uondoke ukikiweka kwenye masikio kukisikiliza mpaka saa ya kulala unasikiliza. Maana uwezo kashika kila kitu unapokaa darasani. Nilipractice ile nikaelewa vizuri. Amen. Na ndio maana natumia nguvu kubwa kuweka vitu hivi kwenye mitandao ili kusikiliza. Na ukichukua flash haitakula bando, unaweka kwa TV yako unasikiliza. Utajikuta unamaliza masaa ujui yameisha. Kila siku unaweza kusikiliza jumbe 2-3. Amen.
Nimeona watu wengi wanaagiza flash Arusha. Wanatuma 50,000, 500,000 mpaka 800,000. Nataka flash za kutosha. Wameelewa faida. Amen. Na wewe usiache, zichukue. Bwana asifiwe sana. Nazungumza habari ya kurudi kwa Yesu leo. Leo nabadilisha somo. Tunaishi nyakati za mwisho, za wakati wa mwisho. Tunaishi nyakati za mwisho, za wakati wa mwisho. Kipindi tunachoishi leo ni kipindi kisichokuwa na mtu anayeweza akasema kwamba tuko sawa sawa. Kila kitu sasa hivi kimeenda tofauti na matazamio ya wengi. Mifumo ya kimaisha imebadilika. Namna ambavyo maisha yanavyoendeshwa duniani hayaendi kama miaka 50 iliyopita. Tabia za wanadamu zimebadilika kwa asilimia kubwa. Kizazi tunachoishi leo ni kizazi ambacho ninakihisi kwa asilimia kubwa kinaweza kamaona Masia anayerudi, Kristo anapokuja kulichukua kanisa. Ninahisi sana kwa hilo, na hasa ninapozingatia kimaandiko. Kwa namna pekee niliyowahi kugundua mambo na kuyachunguza kwa makini kwa muda mrefu sana, kwa kusoma vitabu vingi, kwa kufundishwa na walionitangulia katika imani, na mimi mwenyewe kujifanyia research, nimeweza kugundua kwa sehemu kubwa sisi tunaweza tukawa leo ndo kizazi cha watu watakaomuona Masia anaporudi. Unaweza kaniuliza kwa ushahidi gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitatoa maandiko 2 matatu yakitusaidia, lakini nikupe picha fupi kabla sijakupa maandiko. Unabii mkuu kabisa wa kujua tuko nyakati gani na majira ya namna gani ni pale tunapolitazama taifa linaloitwa Israeli. Macho yetu yanapolitazama taifa lile na habari zinazoendelea kwenye lile taifa la Israeli, pale ndipo tunapoona na kutambua tuko wapi, na nini kinachoendelea pale kinatuambia tunaenda wapi. Amen. Bwana asifiwe. Kwenye eneo hilo unabii mkubwa sana, natumia lugha tena, unabii mkubwa sana wa kuonyesha tuko wapi na tunaelekea wapi. Ni kaardhi kadogo sana chenye watu 8 mpaka 9 wanaoitwa Israeli, walioko pale Mashariki ya Kati. Hawa watu sifa yao kubwa ya kwanza, amen, waliitwa taifa la Mungu. Waliochaguliwa kutoka katika kutokuwa taifa, wakaitwa mali yake Mungu, taifa lake Mungu, kabila lake Mungu. Kwa kupitia wao Mungu akajifunua kwa ulimwengu mzima. Mungu akajifunua, aliyemuumba wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Huyo Mungu alijifunua kwa hilo kabila la Waisraeli. Hapakuwa na taifa wala kabila lolote la dunia lilowahi kujifunua kwa ukuu
na uweza wa kimungu kama taifa hilo. Amen. Kumjua muumbaji wa vyote, mbingu na nchi. Tukajua mtu wa kwanza ni nani aliyeumbwa na vile alivyoumbwa. Tukajua kuongezeka kwa wanadamu. Saidia tafadhali. Mauti na uzima tukavijua ni kupitia hilo kabila la Israeli. Ndani ya hao Israeli pakatokea watu wanaitwa manabii. Kwa makabila mengine hakujawahi kutokea nabii aliyezungumza na Mungu ana kwa ana, alikuja akasema mambo Mungu aliyemwambia na yakatokea, na yakawa na ushahidi kwenye kizazi mpaka hiki cha leo. Ni Waisraeli peke yake. Tunaelewana watu wa Mungu? Hao Israeli hao ndio tuliweza kugundua kupitia wao dhambi, hukumu, shetani na mauti vilitokea katika eneo lipi na hapa leo tulipo, na msamaha unapopatikana na rehema zinapopatikana na uzima unapopatikana na upendo wa Mungu unapopatikana. Tuliwajua kupitia wao. Hakuna kabila ingine. Pigia Yesu makofi mazuri. Hao katika kabila hilo tukajua jinsi ya kumwabudu huyo Mungu. Tukajua jinsi sifa zake na nini anachokipenda. Hata leo tukisema tunaabudu, tunajua tunamwabudu nani na sifa tunampaje. Haleluya. Na matoleo na sadaka zetu ni Waisraeli wametufundisha. Haitoshi, tukapata maagano kutoka kwao. Tukajua kuna agano Mungu ameagana na mwanadamu, na katika hayo maagano Mungu alikuwa anataka hivi na hivi na hivi, na mwanadamu akifanya hivi atafanikiwaje. Hayo yote hayo ni hawa kabila letu wa Wayahudi. Kwa hiyo sio vibaya nikirudia hao niseme na Yesu pia alitokea kwao. Wasioipenda Israeli na wasioitaka Israeli ni maadui wa Yesu. Maana Yesu ni Myahudi wa kabila la Yuda, mzaliwa wa Bethlehem, mkazi wa Nazareti, aliyekufa pale Yerusalemu na alifufuka pale, na kupitia hapo Yerusalemu alipaa. Alizaliwa, malaika akimuita mfalme wa Wayahudi amezaliwa. Alikufa msalabani, paliandikwa mfalme wa Wayahudi. Amebaki kwa mfalme tangu hapo mpaka leo. Ameketi kwenye kiti cha enzi cha ufalme juu sana kuliko mbingu zote. Atarudi kama mfalme na atakaa na Wayahudi duniani kwa miaka 1000 baada ya unyakuo, akiwa mfalme Yerusalemu, sio rohoni, Yerusalemu, kwa miaka 1000. Huyo Yesu atakaa na Wayahudi hawa mnaowaona wanarushia na makombora, hawa wanaoshindana hapo na Gaza na Iran na makabila yanayomzunguka. Tutamchukia, tutasema sio mzuri, lakini ndio huyo Mungu amesema ni wa kwangu huyo. Nimekuchagua wewe kwa taifa langu. Amen. Wakristo wengine hawatakubali. Sema hapana, walimkataa Yesu, walimuua Yesu, kana kwamba wao wangepewa Yesu wasingelimuua, kana kwamba wao wangelipata haki pasipo Yesu kufa. Sasa sijui kama ingekuwa ndio Ukristo huo, maana Ukristo pasipo mauti ya Yesu hamna Ukristo. Amen.
Kwa hiyo kwa njia ya kifo chake wa mataifa wamepata haki. Wameingizwa kwa taifa, hapo mwanzo walikuwa sio taifa. Wameingizwa kwa uzao mteule, hapo mwanzo walikuwa sio mzao. Amen. Hawa Wayahudi hawa wametuandikia nyaraka, vitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo wa Yohana. Hakuna Mchaga aliandika. Hakuna baba askofu wa dini yoyote aliandika. Ni hawa kabila 12 za wana wa Israeli. Hao Waisraeli hao tunaowapinga na kuwakataa, hao ndio Yesu aliyewaambia nendeni ulimwenguni mote kayafanye mataifa hayo mengine yote kuwa wanafunzi wangu. Leo umepata injili, Wayahudi wameletea kiburi kinaturu. Hawa wamekubaliwi. Wangekuwa hawakubaliwi, wangezungukwa na mataifa yanayomchukia. Mataifa zaidi ya 50 na yenye ajenda ya kila Ijumaa wakisali wakimaliza wanasema Israeli hawawe. Wana wingi wa fedha, wanaweza kanunua magaidi duniani wakawalipa, ambao nchi yao inazungukwa na 630% ya nchi zingine kwa ukubwa. Wangeenda kwa meza wakiwa hai, lakini leo hawawezi hata kuchukua hatua moja ya ardhi yao. Wangekuwa sio wana wa Mungu. Hebu jitahidi na wewe. Wewe mtu mganga kienyeji akikutishia unahama mji. Wao wako pale. Huyu ni mwaka 3500. Hawataondoka. Sema amen, amen. Ndio kwa jirani yako mwambie hawa Waisraeli hawa ndio watakao sababisha Yesu arudi, ili walioamini wakapate kukaa na Kristo. Sema amen. Kwa hiyo uelewa wako wa kumjua Mwisraeli, soma Biblia. Utamkuta Yesu hajawahi kwenda Dar es Salaam, alikaa pale pale Yerusalemu. Amen. Utamkuta Yesu alipaa pale pale. Roho Mtakatifu alishukia pale pale. Na atakaporudi mara ya pili ya mwisho ile, acha hii ya kunyakua kanisa, maana hata kanyaga ardhi. Ile ya pili atashuka pale, ashuki mahali pengine. Hapo hapo Yerusalemu. Tena Biblia inasema wima ule ule wa Yerusalemu, na miguu yake ilipo kanyaga pale katika mlima wa Mizeituni, atakanyaga hapo hapo. Na ule mlima utapasuka. Na wale wote waliokuwa maadui wa Israeli watawawa siku hiyo hiyo. Wote dunia nzima wenye ile chapa yule mnyama 666 kwenye vipaji vya uso, mpinga Kristo na nabii wa uongo, wote waliosema Israeli angamizwe watakufa siku hiyo kwa pumzi ya kinywa cha Yesu. Kwa pumzi ya kinywa chake wataangamizwa. Sijui itakuwaje. Huyo Yesu, maandiko yanasema nitatafuta kuiangamiza mataifa yote yatakayo kuja kupigana na Yerusalemu. Maandiko haya. So mimi naongea ni maandiko. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba tuko kwenye nyakati gani, nataka nikupe pia uelewa kidogo. Uelewa kidogo sana. Waisraeli hawakukataliwa na Mungu. Sema amen, amen. Eti kwa sababu ya Yesu? Hapana. Tamko lao la damu ya Yesu ije juu yao sio laana kwao, ni tamko la wokovu. Damu ya Yesu haijawahi kuwa na laana kwao. Pilato akasema nipe maji ninawe. Hakuna dhambi inaoshwa na maji. Wayahudi wakasema tunataka damu yake ije juu yetu na watoto wetu. Tamko hilo limesababisha Waisraeli wanaweza kageuza jangwa ikawa nchi kavu, ikawa nchi ya kilimo. Maana ile damu katika fahamu zao ufungua fahamu, wanaweza kageuza ili anga la hewa likawa maji wakamwagilia mashamba. Wakati wewe huwezi kutumia hii hewa. Wanaweza kachukua maji ya bahari haya ya Hindi, na wanafanya hivyo. Haya maji ya chumvi ambayo huwezi kunywa wewe, wanayageuza yanakuwa maji ya matumizi nyumbani na kumwagilia mashambani. Taifa gani linaweza likafanya hivyo kama sio Israeli peke yake? Wewe unalima mahindi uvune kwa miezi 6, chakula uvune kwa miezi 10, wao wanalima kwa wiki 2 wanavuna.
Kama wewe kweli umebarikiwa kumzidi Mwisraeli, lima shamba tuone mavuno yako, na yeye alime aone mavuno yako. Hello? Sasa naomba kwa sisi wa Kristo, lile taifa ni wajibu wako kulisema, mimi lile taifa ni taifa kama wanavyosema Waisraeli, na mimi ni taifa langu, kwa kulipenda na kukubalika kwenye lile taifa, ukaitwa na wewe ni Mwisraeli katika wale, na kuzirithi baraka zile zile walizopewa na wewe unazipewa. Sema amen, amen. Gusa jirani yako, mwambie na mimi ni mzao mteule. Haleluya. Tunaenda sawa eh? Lakini hawa jamaa wana kile kitu cha ziada. Ukitaka kujua cha ziada, fungua kitabu cha Luka 7. Ni Luka 7. Mmoja wapo ni Luka 7, potelea mbali. Nisome sijui. Nisome. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Haleluya. Nianze mstari wa kwanza, anasema hivi: na alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaum. Yesu huyo. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Huyo akida sio Myahudi, ni mataifa. Amen. Aliposikia habari za Yesu, huyo mtu wa mataifa alituma wazee wa Wayahudi. Alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Umesikia hiyo lugha eh? Nao walipofika kwa Yesu, wale wazee wa Wayahudi walimsihi sana wakisema, amestahili huyu, mtendee neno hilo. Amestahili huyu. Anastahili. Kwa nini anastahili? Kwa maana analipenda taifa letu, na ametujengea sinagogi. Ndio maana unastahili. Unalipenda Israeli okay, kama unapenda Israeli unastahili. Biblia inasema basi Yesu akaenda pamoja na wao. Lakini kabla ya yote wazee waliuliza, walimsihi Yesu. Walimsihi sana, walimwambia anastahili huyu. Kwa nini anastahili? Maana kumsihi sana ni kusema kwamba walisisitiza huyu mtu afanyiwe muujiza na nyumba yake. Mataifa huyu mataifa huyu. Mataifa ana nini huyu? Kwa nini mnamwombea? Ni kwa sababu analipenda taifa letu. Unanielewa watu wa Mungu eh? Kwa sababu analipenda taifa letu. Kwa hiyo nakusihi tu, unanisikia? Ile neno analipenda taifa, baki hapo na wewe. Alafu anamalizia, na ametujengea sinagogi. Yani ametoa mali zake, na sisi tukajenga mahali pa kukutania kwa ajili ya sikukuu zetu za ibada za Sabato. Yesu alitaka kujua mambo ya wewe unataka mataifa barikiwe ni nini. Nipe sababu. Na jamaa anatoa sababu. Mimi niko hapa. Amen. Andiko lasema atakayewapokea ninyi amenipokea mimi. Unafikiri nimekuja hapa kibahati mbaya? Nimekuja hapa ili hawa watu walionipokea wazione hizo baraka ambazo Wayahudi wamezibeba. Na zitabaki hapa tu. Maana atakayenipa mimi kombe cha maji, naye atapata thawabu yake. Na mimi najua kuna vitu vitatolewa na Mungu kwa sababu tu nimekaa hapa, nimekula ugali pale, nimekula ndizi, kuna mama amepika pale. Huyo mama hizi acho kitandani kwake akakosa usingizi. Mungu atamtembelea na malaika watatembelea nyumba yake na kuwaponya watoto wake. Atakaye wakataa ninyi amenikataa mimi. Anawaambia Wayahudi, hawaambii Wachaga. Japo Wachaga wanapenda kunukuu hiyo. Na Wasukuma wenzangu. Wana wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Wameru na Wachaga na amna, walikuwa ni Wayahudi. Haleluya. Vijana wa Kiebrania. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Mwenye haki aseme kwa sauti, nampenda Yesu. Haleluya. Sura ya 13 ya Luka na kuonyesha kitu kingine. Amen. Kwamba Uyahudi unamaanisha kikubwa kwa Yesu. Bwana asifiwe. Mstari wa 10 anasema,
Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo mchafu, pepo udhaifu, pepo muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mkono wake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Mwanamke amepindana, hawezi kujinyoosha kwa muda wa miaka 18. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia, mkutano, mna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponye katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, sikiza hilo neno anavyojibu Yesu, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake, ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye mzao wa Ibrahimu, ambaye shetani alimfunga miaka 18, hii haikumpasa? Ni mzao, haikumpasa afunguliwe kifungo hiki? Kufunguliwa ni lazima kwa sababu ni mzao. Na wewe ulioko hapa ni mzao, kwa sababu Biblia inasema kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao. Umeingia kwenye blanketi la Myahudi, umevaa na umekuwa Myahudi pamoja na mimi. Piga kelele, sema amen, amen. Maandiko yanasema, Yesu mwenyewe anasema, je, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema hayo, wakatahayarika wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo makuu matukufu aliyotenda. Kwa hiyo ninapozungumza habari za Wayahudi, kuna kipaumbele. Tunaelewana eh? Kuna kule jamaa ametoa, analipenda nchi, mtumwa anaponywa, hata Yesu akufika nyumbani, jamaa ananyanyuka kitandani. Hebu jaribu kumpenda Myahudi tu. Zungukia tu Myahudi yuko wapi, salimie, jipendekeze, jifanye rafiki. Kama watoto wako watafeli mtihani. Maandiko yanasema makabila 10 ya mataifa yatakuja, yatashikana na upindo wa vazi lake yeye aliye Myahudi, nao watasema, tutakwenda pamoja na nyinyi, maana tumesikia Mungu yuko pamoja nanyi. Maandiko yanasema hivyo. Haleluya. Sema amen, amen. Zaidi ya yote anaambiwa Abrahamu, atakayembariki amebarikiwa, atakayemlaani amelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Haleluya. Mimi natamani kila mmoja aliyoko hapa, ukisikia habari ya Israeli, liombee taifa, wabariki wa Israeli, toa sadaka yako, watumie wa Israeli, utaona kitu kitakachofanyika. Hata Mtume Paulo, wanateolojia wenzangu wako hapa, walishawahi kusoma wakakuta Paulo alikuwa akitembea kwa mataifa, na wakati unapokaribia anarudi Yerusalemu, anakusanya matoleo kwa ajili ya kupeleka Yerusalemu. Na zile nchi ambazo Paulo alipitia, leo ndo nchi za kwanza ziko pale. Alipokuwa anachukua matoleo anapeleka Yerusalemu, kwa kanisa la Yerusalemu, na alibarikiwa yale makanisa. Amen. Hata kama umjui Myahudi yoyote, basi tamka tu siku moja kitandani, Bwana Yesu mbariki Abshalom, bariki Abshalom, bariki Abshalom. Haleluya. Ndio kwa jirani yako mwambie, sasa si huyu Myahudi hapa, mwangalie. Muulize, hivi tangu amekuja hapa ulishamsalimia? Wangapi hawajanisalimia hapa? Nyanyua mkono. Kama hujanishika mkono, nitakushtaki sasa hivi na Yesu. Kwa hiyo usitoke hapa bila kunishika mkono. Mnanisikia nyewe wapendwa? Sasa nitataka nimsalimie, naogopa. Mimi sina bodyguard hapa, wananisindikiza tu niingie kwenye gari, lakini hawakuzuii. Njoo nisalimie, enda nyumbani. Amen. Haleluya. Mnaye furaha na mimi? Sema amen, amen. Kwa hiyo kwa hawa jamaa hawa waliopendelewa, hawa Wayahudi hawa, Bwana asifiwe. Hawa Yesu aliwaambia kuhusu habari za ibada ya Yerusalemu, kwamba zitafika mahali kukoma kuwa katika hekalu la jengo la makutanio, ambayo Mungu alimwambia Daudi, utalichukua ile eneo, mtanijengea mahali.
ili Waisraeli wote wakija hapa kwenye hiyo nyumba wakitoa dhabihu na sadaka, mimi nitasikia maombi yao, nitawaponya magonjwa, nitawalinda na vita, hapata kuwepo na magonjwa kwao. Ilifika mahali Yesu akasema mwisho wa hekalu lilojengwa na mikono ya watu imefika. Mungu sasa hataki tena kubaki mahali pamoja, anataka aende akae ndani ya watu. Aabudiwe na kila mtu sasa ndani. Haleluya. Lilipobomolewa hekalu, Wayahudi waliumia. Naomba nilisome ile andiko nimalize. Fungua pamoja na mimi Mathayo 24. Mstari wake wa kwanza. Biblia inasema Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Walisikia neno la kubomolewa hekalu, likawauma, likawafedhesha. Walipoona ameketi kwenye mlima wa Mzeituni, wakamwendea kwa faragha wakamuuliza, tuambie, wewe umesema hekalu litabomolewa, na likibomolewa haya mambo ya paka hekalu la bomolewa yatakuwa lini? Amen. Na kama ni hivyo, ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Walizungumza haya maswali, wakayarelate na mwisho wa dunia, kubomolewa, amen, mpaka kanisa kunyakuliwa, kurudi kwako na kuwa mwisho wa dunia. Maswali haya naweza nikajibu kwa siku hii ya leo na kesho. Amen. Haleluya. Kwa faida ya lile hekalu, kifupi tu, kwa faida ya hekalu kubomolewa ni kwa sababu Mungu alikuwa amejua kuna binadamu wanaoweza wakakosa nauli ya kwenda Yerusalemu. Maana mpaka uende Yerusalemu sasa hivi ukienda kukimbizana na matiketi hapa, uende mpaka ulale na kula na kutoka pale Yerusalemu, itakukosti zaidi ya milioni 4 mpaka 5. Na wewe mwenyewe kitanda cha kulala yenyewe ni shida. Utafikaje Yerusalemu ukaombewe? Kwa hiyo Mungu akaona sasa mimi biashara za mahali hapa nitaziondoa. Amen. Nijenge hekalu lingine ambalo nitakaa ndani yake. Haleluya. Na kwa kupitia hilo hekalu nitaondoka kwenye eneo la mikono walipojenga. Mimi nitajenga langu, nitakaa ndani. Akaanzisha taasisi nyingine mpya ya hekalu lilojengwa na yeye mwenyewe ndani ya wanadamu. Wale watakao muamini Yesu, Mungu anakaa ndani. Kwa hiyo kuanzia hapo akawaambia wale wanafunzi, anzeni hapa Yerusalemu kuhubiri, nende Judea, nendeni Samaria, nendeni mwisho wa nchi. Pale wanaposikia wakaamini, nitaingia ndani yao, nitakaa. Aliposhuka Roho Mtakatifu siku ile ya Pentekoste pale Yerusalemu, kuanzia hapo ibada zote zikahamia rohoni. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa hiyo kila mahali kuanzia sasa, mtu atakimwamini Yesu, mlango wake wa baraka uko ndani yake tayari. Pigia Yesu makofi. Hiyo hali ninaifurahia sana. Haleluya. Lakini kwa nini lile jengo la hekalu lilikuwa muhimu hapo mwanzo? Na kwa nini sio muhimu kwa leo? Utakachosikia vita vya Yerusalemu, vita vya Yerusalemu, vita vya Yerusalemu, haipiganiwi Yerusalemu kwa sababu kuna mafuta chini ya ardhi. Tunaelewana ya kwamba ardhi ya Yerusalemu ukilima kuna chakula. Kinachopiganiwa kwa ile ardhi ni eneo moja ambalo Wakristo nafikiri pia, sidhani kama kila mtu anajua. Sijui kama kila mmoja anajua. Siku moja Yakobo alimkimbia Esau.
Unanielewa watu wa Mungu? Akajikimbiza mpaka kwenye maeneo fulani panaitwa Luzu. Naye akakaa pale usiku akalala. Alipolala alikuwa hana hata kitu cha kuwekea kichwa. Akaweka kichwa chake kwenye jiwe. Akajilaza kwenye lile jiwe. Bwana asifiwe. Akiwa kwenye usiku huo akaona maono. Ngazi imetoka juu mbinguni mpaka pale alipolala. Malaika wanapanda na kushuka. Amen. Wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Yaani wanapishana kwenye ngazi. Jamaa alipoamka asubuhi akasema hapana. Haikosi hapa ni lango la nini? La mbingu. Amen. Akamka akachukua mafuta akamwaga juu kwenye ile jiwe. Akabadilisha jiwe la mahali, jina la mahali pale akapaita Betheli. Akaondoka akasema Mungu akinibariki huko napoenda na nikienda huko nikafanikiwa nitamtolea sehemu ya 10. Baadaye nchi ikapatikana inaitwa Israeli. Joshua akaichukua, falme akaja anaitwa Daudi. Daudi akahesabu watu. Akafanya sensa. Mungu akasema kwa nini umehesabu watu kama wako wako? Nabii akaenda akamwambia chagua. Mungu amekasirika, anasema kwa nini umehesabu watu? Sasa chagua adhabu, njaa, tauni, vita. Daudi akasema kwa nini watu wapigwe na mimi ndio nimekosa kama mfalme ndio hesabu? Kwa hiyo Mungu asipige watu, acha nipige mimi, lakini kwa sababu kuna mafuta alimiminiwa Daudi haiwezi kupigwa. Ikabidi fimbo ipite na malaika akaua watu 70,000. Daudi alipoona ile akahofu akakimbilia kwenye ule mlima pasipo kujua kwenye huo mlima ndipo alipokuwa ameweka kichwa Yakobo. Akiwa pale kwa kujificha akamuona yule malaika aliyepiga watu Yerusalemu kasimama juu ya lile jiwe lile la Betheli. Na ameshika upanga na juu ya yule malaika mbingu imefunguka. Amen. Daudi kuona vile sauti ya Mungu ikamwambia umeona ile eneo, kalichukua ile eneo kwa mwenyeji wa hilo eneo na utalinunua kwa fedha. Kisha hapo ndipo mtajengea hekalu. Ndio pale lilipotengenezwa hekalu la Wayahudi. Na hapo ndipo kwenye lile jiwe sanduku la agano la Israeli linapowekwa. Pakaitwa patakatifu kwa patakatifu. Kwa sababu pale ndio mahali pa maingilio ya nchi na mbingu. Kwa dunia nzima hakuna eneo lingine, ni hapo. Unanielewa Na hilo eneo lilikuwa ni muhimu sana katika ulimwengu wa kiroho. Muhimu. Kuwepo kwa hilo eneo na wewe uwe mwenyeji wa hilo eneo, ina maana wakati Mungu anafanya visitation ya dunia, anaanza na wewe pale ulipo. Kabla hajafika Dar es Salaam. Mpaka afika huku, inaweza kafika Sabato akageuzia njiani akaondoka. Kwa hiyo alikuwa anaanzia pale. Akishuka kila kitu kinaanza kubarikiwa kwenye hilo eneo. Amen. Sasa Mungu akaona okay, ili eneo ni muhimu pawekwe hekalu hapo. Waisraeli wamekuwa na hekalu lao pale. Ndio ile miaka imeenda, Yesu anakuja kusema sasa liondolewe hekalu, talijenga hekalu lingine. Amen. Sasa limejengwa lingine, ndio sisi leo tumekaa hapa. Maana sasa yupo ndani yetu tangu siku ya Pentekoste. Baba na Mwana wameketi kiti cha enzi juu, wakamwachilia Roho. Roho kaingia ndani yetu. Roho kazi yetu ni kutuingiza katika kweli, tuijue kweli, tuifungue injili, watu waielewe, waamini. Amen. Na wale watakao muamini Yesu wanaokolewa, wanazaliwa mara ya pili. Na ni kwa nini? Kwa nini injili? Kwa nini injili? Amen. Injili ni uweza wa Mungu unaoleta. Kwa kuangalia kwa makini unaweza kukosa kuelewa. Kwa hiyo kama umeokoka. Sasa usipojua historia katika anguko la dhambi. Katika anguko la nini? La dhambi, wakati mtu amekula tunda na aliambiwa asile. Lile tunda alilokula lilipeleka sumu
iliyoingia ndani ya mwanadamu iliyoitwa mauti. Akala lile tunda akafa. Ile mauti ni dhambi iliyozaa kutokusikia kile Mungu alichosema na kutii. Akafa mtu. Lakini kifo cha mtu mbona alikuwa anaishi baada hapo miaka 100 ngapi? Amen. Asili iliyokuwa ndani ya mtu ya Mungu ndio iliyokuwa ya muhimu kuliko asili ya udongo hii. Tunaelewana watu wa Mungu Ile Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu akamuumba mwanaume akamuumba mwanamke. Kwa mfano wa Mungu akawaumba. Mungu akawabarikia hao watu wale wa ndani. Acha hao wa udongo. Wale wa ndani. Sema amen, amen. Haleluya. Wale watu wa kule ambao ni yule mwenye kujua, yule mwenye kuishi, wa sura na mfano wa Mungu. Maana Mungu sio wa nje, Mungu ni yule wa ndani. Jana nilisema Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni mwana wa Adamu. Na kama ni mwana wa Mungu ni yuko ndani, mwana wa Adamu yuko nje. Amen. Mwana wa Adamu utampiga mawe, lakini mwana wa Mungu mpigi. Maana ndani yake ndipo kuna uumbaji, ndipo kuna msamaha. Haleluya. Alipoingia ndani ya mwili ndipo msamaha wa dhambi ulipopatikana. Ule mwili wake ukasababisha dhambi, ikapatikana majibu yake ya kuharibu dhambi. Sasa huyo Yesu, haleluya, kwa mfano na kwa sura, kwa mfano na kwa sura mwanadamu aliumbwa. Sura ya pili ya mwanzo akamuumba mwanadamu wa udongo. Yule wa ndani wa rohoni akamuingiza ndani ya udongo. Yule wa sura yake akawa nafsi hai. Yule wa ndani ameandikwa ndani yetu, Mungu mwenyewe kwa sura yake. Sasa kule ndani nilifundisha kwenye somo, nafikiri wengine wameona. Kule ndani ya mwanadamu kuna vinasaba vya mwanadamu. Hata akifa vinasaba vyake vitatuambia huyu alikuwa ni mwanamume, huyu mwanamke, huyu alikuwa binadamu, huyu alikuwa mnyama. Amen. Kwenye vinasaba kule Mungu ndo akaandika jina lake. Lile jina lake aliliandika Yawe, lakini aliandika kwenye namba. Zile namba zilizo kwenye DNA ya mwanadamu ni namba 10, namba 6, namba 5. No, namba 10, namba 5, namba 6 na namba 5. DNA ya binadamu yoyote ni hiyo namba. 10, 5, 6, 5. Namba 4 tu. 10, 5, 6, 5. Kwa Kiyahudi 10 ni yodi. Kwa lugha ya Kiyahudi. 5 ni he, 6 ni vav na 5 ni he. Kwa Kiswahili ningesema Yawe. Kwa hiyo Mungu ameandika jina lake ndani ya mwili wako, ndani ya damu yako. Ndani mle ile Yawe, ili Mungu akae ndani yetu tumwabudu. Tunaelewana Tuwe na hofu kwamba tunaye Mungu, tunatembea na Mungu, tunaishi na Mungu, Mungu yuko ndani yetu. Watu wa Mungu mnanielewa hilo? Sema amen, amen. Ndio maana mwanadamu anamwabudu Mungu, wanyama hawawezi. Maana ndani ya wanyama Mungu hajaandika jina lake. Haleluya. Lugha yangu ni rahisi. Wanaonipungia mkono nione kama naongea na watu wanaoelewa. Sasa ile jina ndilo linalosababisha tunampenda, tunamsikia, tunatembea naye, tunaishi naye, maana yupo ndani yetu. Amejiweka yeye mwenyewe ndani yetu, kaumba ndani yetu, uhai wetu uko ndani yake. Haleluya. Sasa dhambi ilipoingia ilichafua ile DNA, ikavuruga ile DNA yenye asili ya jina lake. Dhambi. Kwa hiyo dhambi sio kwenda kuiba, kutukana. Hiyo sio dhambi. Dhambi sio hiyo. Dhambi ni eneo linaloharibu DNA, ambalo ndilo linaloitwa vile Adamu alivyokula, basi sisi wote alipokufa na sisi tumekufa. Maana DNA yetu ni DNA ya yule mtu. Naeleweka Ndio maana mwanao hata hajatenda dhambi anazaliwa kipofu. Sababu DNA iliyoharibika kwa sababu ya yule mtu. Mtoto ametenda dhambi gani hata akosee aingie kwenye madhara namna hii? Ni kwa sababu ya ile DNA ilikishaingia kwenye kosa, ikavurugika,
na kile kitendo cha kuvurugika, nguvu iliyokuwa ya ile jina iliondoka ndani ya mtu. Amen. Mwanadamu akawa dhaifu, ndio maana akawa mtumwa, akawa maskini, akawa hoi, hana utawala. Kitendo hicho Mungu sasa, haleluya, ile akomboe ile DNA yake, aliweka neno la ahadi. Mtaleta uzao wa mwanamke utakao mponda uzao wa nyoka kichwa. Neno uzao kaingia, kwa sababu kwenye neno uzao ndio kuna genetic, kuna jinsi pale. Amen. Ndio pale atakatokea mwanamume atazaliwa na mwanamke pasipo baba. Maana baba ni mwanaume. Amen. Kwa Kiyahudi mtu wa kwanza anaitwa Adam. Adam ndio mwanaume wa kwanza mwenye damu, binadamu wa kwanza mwenye damu. Kabla ya Hawa, mwanadamu aliyeumbwa wa udongo aliitwa Adam. Amen. Mwanamume. Sema amen, amen. Baadaye mwanaume akapewa usingizi, akafanyiwa upasuaji, akatolewa ubavu, akatolewa mwanamke kwenye yule ubavu wa mwanamume. Kwa yule mwanamume wa kwanza anaitwa Adam, wa pili mwanamke akaitwa Hawa. Bwana asifiwe. Adamu maana yake alfa dalit mem. Kwa Kiyahudi ni alfabeti 3, alfa dalit mem. Yaani A, D na M. Ukiandika kwa Kiyahudi maana yake Adam. Hivyo hivyo Adam. Kwa ile A, alifu ni wa kwanza, D na M maana yake damu. Kwa Kiyahudi damu hivyo hivyo. Neno damu, blood, iliyoko ndani ya mwili wako. Mle ndani ndipo Mungu alipoweka jina lake kwenye hiyo damu yako, akaweka DNA yenye uhai. Maana uhai wa mnyama au uhai wa mtu ndio iko kwenye damu yake. Amen. Sema amen, amen. Huyu mwanadamu sasa dhambi imeingia. Kwa hiyo damu yake kila atakachozaa kitakuwa na dhambi. Kwa sababu DNA yake imeshaingia dhambi, hamna Mungu, hakuna uhai. Wote tumekufa, tumeoza, hakuna mwenye haki hata mmoja. Kwa sababu ya mtu mmoja. Bwana asifiwe. Tunaenda sawa sawa. Ifike mahali sasa mwanadamu huyo aokolewe, itakuwa lazima aje mtu mwingine. Mwanadamu mwingine, lakini asiwe amezaliwa kwa mbegu ya mwanamume mwenye damu. Amen. Maana mbegu ile ya mwanaume ndiyo inaweza, mwanamke hana mbegu. Kwa hiyo akiingia kwenye pando mwenye ile damu, ile mbegu, mtoto atakizaliwa atakuwa ni mtoto wa yule mwenye dhambi. Kwa hiyo ikabidi bikira azae, na bikira huyo akazaa mtoto mwanamume, akaitwa Adamu wa pili. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu? Akaitwa Adamu wa mwisho. Sema amen, amen. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Wana wa Mungu mnanielewa eh? Nipungie mkono kidogo. Maana tunakemeaga dhambi ambayo hatuijuagi dhambi koje. Tunazitubu, ndio maana kila siku tunatubu. Haleluya. Hebu sema nimeokolewa. Ile eneo kuokolewa ndio la muhimu. Sasa Adamu alipokula tunda na mkewe, asili ya Mungu ndani yao ikapotea. Lakini Mungu ni upendo. Akamwambia Adamu, pamoja na kwamba umekula, basi fanyeni dhabihu ya sadaka ya mnyama, damu yake ikimwagika, nitaitumia ile damu kufunika kosa lenu. Ili niwe hata sasa, badala ya kuwa tu natembea sasa, niwe hata na fellowship na ninyi kwa njia ya ndoto na maono na kwa sauti. Mweze kunisikia. Maana kukaa na nyinyi tena siwezi. Mnanielewa watu wa Mungu eh? Ndio maana hakuna mtu tena atakayeweza kumuona Mungu akaishi na mwili wenye dhambi. Amen. Sasa imeenda hivyo, Adamu akapata mtoto, akamuita Kaini, akapata mtoto wa pili, akamuita Hawa. Akamuita nani? Abeli. Amuita Abeli. Hawa watoto wakaenda wakauana. Sasa mauti tena imeingia. Lakini kabla hajaingia, watoto wakafundishwa, jamani kuna haki itakayopatikana kwa njia ya kutoa dhabihu ya damu ya mnyama. Mkitoa, Mungu ataondoa ile hali ya kutenganishwa na nyie. Atawasogelea hata kwa maneno, hata kwa sauti, hata mtamsikia. Mmoja akaona mambo ya kutoa sadaka ya mnyama mimi siwezi, nikatoa mashamba, mazao, mwingine akatoa mnyama. Yule aliyekatalia sadaka yake anaitwa Kaini, akamuua ndugu yake aliyepata haki.
Yule aliyeua Kaini akaondoka mbele za Mungu, akaenda zake, ameua ndugu yake. Mungu akamtafuta, bado anampenda. Mungu ana upendo. Amen. Akamwambia, ndugu yako yuko wapi? Mbona ananilia damu yake? Sema, mimi sio mlinzi. Kaini Mungu anataka atubu, lakini Kaini hawezi kutubu. Mwisho Kaini akaona, hii mambo ya Mungu na mimi, wapi? Kwanza sina kazi na Mungu, acha niondoke zangu. Kaini akaondoka huyo, wala kumwaga baba wala mama yake, kaenda nchi inaitwa Nodi. Huko Nodi akaoa mke, na huko huyo mke hakuumbwa na Mungu huku kama binadamu. Amen. Haleluya. Akajichukulia mwanamke mwingine. Mama yake na baba yake hawakuzaa. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 5 utakuta hata Adamu alikuja kumjua mke wake baadaye, miaka 130 baadaye. Tangu alipozaliwa Kaini alimjua tena baadaye, akazaa mtoto akaitwa Seti, miaka 130 baadaye. Kwa hiyo kipindi hicho Kaini akamwambia, mimi naenda zangu. Akaenda akatafuta nchi nyingine inaitwa Nodi, akakutana na mwanamke huko, akaoa, kazaa watoto. Mtoto wa kwanza akamuita Enoch, jina lile alipompa, akajenga mji, akaita jina la mzaliwa wake wa kwanza. Akazaa watoto wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, akazaa wengi, akapata wajukuu, akaendelea, akaongezeka. Sasa shida ilikuwa sio ile dhambi peke yake. Sasa shida imekuwa mbaya zaidi ya ile dhambi. Watu wa Mungu, mnanielewa? Shida sasa sio ile dhambi peke yake. Maana dhambi ina msamaha. Sasa imeenda kwenda kwenye eneo ambalo sasa sio dhambi tena, imeenda critical zaidi. Shetani akaona huyu akibaki na msamaha ataweza kupatikana Masia. Mbegu ile ya kuja yule mtoto atakayezaliwa, uzao wa mwanamke, uko baadaye, wokovu utapatikana. Sasa ni haribu kabisa DNA ya binadamu. Kwa hiyo Kaini akatoka, kaenda akajitwalia mwanamke mwingine. Katika hao wanawake ni sehemu za wale malaika walioasi na Lucifer. Yule mwanamke aliyezaa na Kaini ni moja katika wale ambao wameanguka. Lucifer akatupwa katika nchi, na theluthi ya malaika waliokuwa pamoja naye walioasi. Ndani yao kuna makundi makubwa ya wengi wa malaika. Theluthi ni wengi. Amen. Ndani yao wakitofautiana kwa viwango fulani vya utukufu au uwezo fulani. Palikuwepo na mbegu ya aina fulani inaitwa Anaki, Ashera, Dagoni, Leviathani. Tunaelewana eh? Mkisikiaga kabila fulani wana miungu fulani wanaabudu, ni kwamba kuna malaika aliyeasi, aliyeonekana. Malaika mara nyingi wana maumbo. Kuna malaika wengine wana maumbo ya sura kama ya wanyama. Sawa eh? Kama una mnyama mwingine sura yake kama ng'ombe, ana vichwa viwili, vipo hivyo. Mwingine ana sura fulani namna hiyo. Wana maumbo. Malaika wana maumbo ya aina fulani ya rohoni, lakini huyu anaitwa Anaki aliweza kuwa na umbo linaloweza kuchukua sura au umbo la kibinadamu, na wakaingiliana na binadamu, wakapata watoto. Lile tendo, ile DNA kati ya mtu mwanadamu na yule kiumbe cha rohoni, wakazaliwa half caste yenye DNA ile ya Mungu iliyoharibika. Sasa haiwezi kutengenezwa hata kwa toba. Tunaelewana watu wa Mungu? Haiwezi kutengenezwa tena hata akilia akaenda pale damu ya Yesu imoshe, haitamuokoa. Kwa sababu yule mtu sasa sio binadamu, yule Adamu amekuwa mbegu nyingine ya Anaki, ambayo hiyo mbegu iliongezeka wakati wa Nuhu, mpaka wakafikia Nuhu na mke wake na watoto, ndio wamebaki peke yao, hawajaribika. Hawa wengine wote hamna hata
ilibidi Mungu alete maji awaangamize, amuokoe Nuhu na watoto wake, ili aanze upya kumtafuta mwanadamu atakaye kuja kutokea baadaye, mwenye DNA ya Mungu, ambapo Yesu atamkomboa. Sema amen, amen. Hali hiyo imeenda, wakafika mahali wakagarakishwa, mwanadamu hafai, hakuna mwenye mbegu ya Mungu ndani, wameharibika. Ambapo baadaye Nuhu anatoka kwenye safina, akajua mke wake mwanae alichomfanyia, akatamka Nuhu baada ya kutoka kwenye safina laana ile kalenga kwa watoto, wajukuu na watoto wa Hamu. Si ndio Wasome wa Biblia wanajua. Lakini akawataja, amelaaniwa Kanani. Kanani nani? Kanani hayupo. Ni Hamu huyu mwenyewe hapa, na alikuwa na mke, lakini amelaaniwa Kanani. Kanani huyo ni wale wana wa Kaini. Amen. Watakaoendelea kutengeneza uzao kwa kupitia Hamu. Hamu ana shida. Hamu Mungu amembariki. Biblia inasema naye Nuhu alipotoka katika safina akajenga madhabahu, akamtolea Mungu sadaka katika wanyama walio safi na ndege walio safi. Mungu akasikia harufu, akambarikia Nuhu na wanae, akambariki mpaka Hamu. Amen. Sema amen, amen. Kwa hiyo Hamu, Mungu hawezi kumlaani Hamu. Mungu hakumlaani Hamu. Bwana asifiwe. Aliyelaaniwa ni uzao wa Hamu. Ngoja nikwambie, sasa hivi nyie mlioko hapa mmebarikiwa. Haiwezekani laana ikaja kwako ikiwa Mungu ameshaweka baraka. Ndio maana nilikwambia pale Daudi hakupigwa kwa sababu Mungu tayari alishamchagua, amemweka mafuta. Haiwezi kapigwa, ikabidi wapigwe wengine. Sasa Hamu watoto wake wakalaaniwa. Hao watoto wa Hamu huko ndio kumbe ni wale wa mwanadamu aliyeenda kaoa viumbe visivyokuwa vya kibinadamu. Hali ndio ikawa pale. Kwa hiyo uharibifu uliokuwa wakati wa Nuhu, gharika ikaja, sio makosa ya kawaida kama tunavyoyaona. Amen. Ni makosa ya kuingia kwenye kujamiana na kuoana na viumbe vya rohoni. Wana wa Mungu, mnanielewa? Sasa mimi sina shida na dhambi, ndio maana injili inahubiriwa. Ndio maana nasema injili inahubiriwa kwa sababu moja tu. Mnanisikia watu wa Mungu Ni uwezo wa Mungu kuleta wokovu kwa sababu hii ni kumfanya mwenye dhambi ambayo DNA yake hajazaliana na viumbe wa rohoni. Mnanielewa Tukihubiri hivi, akiwepo mlevi hapa hana tatizo kama damu yake haijazaliana na viumbe vya rohoni. Ni mkorofi, ni muuaji, mkorofi hafai, lakini DNA yake ina dhambi. Tunaelewana Ina nini? Ina ile yawe iliyovurugika. Hana hofu ya Mungu. Lakini akisikia sauti ya Mungu, ile DNA injili inaamka, inasema niko tayari. Tunaelewana Ikishasema iko tayari, damu ya Yesu inakuja, inasafisha ile DNA iliyochafuliwa, inarudi kwenye uhai. Alafu ile damu inafunika ile DNA, vile viumbe vya rohoni haviwezi tena kuingia kwenye ile DNA na kuharibu ile mbegu. Yule mtu sasa tunasema ameokoka. Sasa ameokoka kwa sababu tayari ile DNA imepata dawa ya suluhisho yenye damu yenye uhai wa kimungu, sio ya wanyama. Sijui kama inaeleweka hilo. Haleluya. Naongea elimu ngumu Ni elimu ngumu. Inaeleweka? Serious? Maana tunachahubiri watu kuokoka, sio kujaza makanisa. Ni kwamba tupate ukombozi ulio dhahiri wa kweli, sio msamaha wa dhambi tu. Amen. Ndio ile andiko nasema akishasamehewa mtu, Mungu anaondoa kabisa ile hati ya mashitaka na anatushikilia siwepo tena. Damu yake inakung'ang'ania mpaka Yesu atakaporudi. Wewe ni mali yake moja kwa moja, aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Haleluya.
Sasa pilika ya sisi mpaka tunanoma vyombo, tunafanya vitu kama hivi. Hatuna sababu na wewe kuwa mshirika wa kanisa langu, uwe mtu wa kuletea sadaka. Ni DNA yako kama ni safi kwa eneo la kwamba ikimpata Yesu, damu yake ikaingia ndani. Haleluya. Kwa sababu hujazaliwa na vile viumbe vya roho. Tunaelewana? Sasa shida iko wapi? Naye Ibilisi alivyojua atakuja bado mkombozi, akawahi kwenye mji ule wa Yerusalemu, mali Mungu umiliki akishuka duniani, akasababisha wana wa Kaini wakaingia pale, wakamiliki ile nchi inaitwa Wakanaani. Amen. Ili Mungu asiwe na access ya kutawala dunia, akamiliki Yerusalemu. Pakatokea makabila yanaitwa Wahiti, Wahivi, Wayebusi, Wafilisti, wako pale, wakashika ile nchi. Na wale walikuwa ni wana wa Kaini au Wakanaani kwa lugha rahisi. Amen. Ambao DNA yao haiwezi kuwa na toba. Haiwezi mwambia Mungu naomba nisamehe. Hiyo DNA yao imeshakuwa corrupted, imesharibika. Haiwezi kumpata Mungu tena, kwa sababu imezaliana na Anaki. Unaenda Israeli pale Kanaani, mbia nendeni mkaangalie ile nchi mkaipeleleze. Wanaenda wanakutana, tumekuta Waanaki na wana wa Anaki. Waisraeli wakaogopa. Hawa jamaa wakaogopa. Amen. Na hata ukisoma kitabu cha Joshua 11, ukianza mstari wa 11 utakuta Joshua ameanza kuwaua Waanaki kwanza. Waanaki alipambana kuwaua Waanaki, sio kuua wana tu, Waanaki. Na Anaki ni moja ya malaika walioasi. Bwana asifiwe. Akawaua wote katika nchi ya Yuda na katika nchi ya Israeli. Akawaua watoke katika nchi yote, akawamaliza wasiwepo katika ardhi ya Israeli. Akawaacha Waanaki katika nchi ya Gaza. Sura hiyo ya 11 mstari wa 21. Joshua 11:21 samani. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa sio kwa nini Joshua aliwaacha jamaa? Joshua kufikiri nini? Watumishi wa Mungu mnisaidie. Joshua alifanyaje? Maana hawa jamaa Anaki kwa macho ya kawaida wewe huwezi waona ukawajua. Wanaadopti, wanaweza chukua mwili wakavaa mwili wa kitu, hata wa ng'ombe akaenda, ukafikiri kuna ng'ombe wanafuga kule, sio ng'ombe. Akina wao wana uwezo wakachukua mwanadamu. Ngoja nitawapa mfano. Yesu alimwambia wanafunzi wake 12, si mimi nimewachagua ninyi 12? Na mmoja wenu nani? Shetani. Hakumsema kwa kumtukana, lakini alijua huyu sio binadamu wa kawaida, ili kwenye ushirika wa meza ya Bwana wakishiriki, wakati wa kushiriki damu ya agano, Yuda ndio apate nafasi ya kwenda kuvaa kamba aondoke. Maana hawa jamaa wakibaki na Yuda wakati minaondoka, Yuda atawasumbua. Haleluya. Ile hali inanisumbua sana kujua. Hata wakati wa Yohana na hata Yesu mwenyewe akamwambia, nani? Ninyi ni uzao wa nyoka ninyi. Na baba yenu ni nani? Shetani. Bwana sifiwe. Sasa kuna ongezeko la hawa viumbe. Joshua alipoenda Kanaani akaambiwa na Mungu hivi, yateketeze yale mataifa kabisa, wala msiache uzao kwao, maana mkiwaacha hao watu watakuwa mwiba kwenu machoni penu. Joshua naye sijui ilikuwaje, baadaye hawakuweza kuwaua wote. Wale jamaa wamefika sasa hivi, ongezeko lao huwezi wajua tena. Wanafanana na wewe na mimi, tunaishi nao, tunakula nao. Sasa hivi mpaka watu hatujui tunaoana na hawa jamaa. Na kishafika mazingira katika familia yenu, mimi najua sisi wahubiri tunasemaga, unajua kuna laana zinazotembea na ukoo. Kuna magonjwa ya ukoo. Ukisikia maneno ya ukoo, sio kwamba ni magonjwa ya ukoo ya kawaida, ni kwa sababu kuna DNA ya kwenu. Kuna mtu huko kwenu huko aliambatana na hichi kiumbe.
na kwa kupitia huyo kiumbe ninyi wote wa kabila hiyo, ukoo huo, damu hiyo hiyo, mtapitia ugonjwa wa sukari, mtapitia pressure, wote mnafanana, wote mtakufa kipindi fulani, wote mtakuwa walevi, mtakuwa maskini kwenu hakuna anayefanya. Akifanikiwa amenunua baskeli. Sasa anapokuja mhubiri kuhubiri injili katikati ya familia zenu, wewe ukanyanyua mkono ukamwambia Yesu, nakushukuru, naomba nisamehe dhambi zangu, maana yake wewe ni mwenye dhambi, lakini DNA yako haijazaliana na wale viumbe. Lile jina Yawe lipo ndani, lakini lilivurugwa na ile dhambi ya damu. Sasa damu ya Yesu ikija inageuza ile DNA, ile Y, ile H, ile W, ile H, Yawe inakuwa alive tena. Haleluya. Alafu unaanza kumwabudu Mungu sasa katika roho na kweli. Na wakati huo damu ya Yesu, Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ile damu sasa inakushikilia mle ndani, na kuambia hivi, hata wakija tena kwenye njia nyingine washike DNA yako hawawezi, maana Mungu ameshaikomboa, haiwezi kurithi tena ile laana ile. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Ndio maana tuna kazi ya kuhubiri injili, sio tu kusababisha watu tu wa Kristo wote, lakini bila damu Yesu. Tunataka mtu kuzaliwa kabisa, kuokoka kabisa. Acha hii mambo dini yangu. Kuokoka ni kumkubali Yesu, kuzaliwa mara ya pili. Ukifika hapo, wanakuja wanakukosa. Sasa tuna makanisa yetu tunashiriki meza ya Bwana. Amen. Tunashiriki meza ya Bwana. Wangapi wanashiriki meza ya Bwana? Safi kabisa. Na nawaomba hivi, achaneni na mambo ya makanisa tunavyofanya. Sisi makanisa tunakuroga. Wamishonari walituletea injili, lakini tunawashukuru Mungu. Lakini kuna mahali walitunyima hiyo haki ambao Wayahudi wanaitumia. Ushirika wa meza ya Bwana, Wayahudi wanashiriki na watoto wao. Sisi mtoto hajabatizwa, wewe si umemzaa wewe, si umeokoka wewe. Ukimsoma Paulo anakuambia kama wewe mwanamke mume wako hajaokoka, lakini anakubali uishi naye, usimwache. Usimwache huyo mwanamume. Amen. Kwa kuwa kwa wewe mwanamke, huyo mwanamume anatakaswa na watoto wenu wanakuwa watakatifu. Sasa kama wewe mtoto wako yuko kwenye kundi la watakatifu, meza ya Bwana unamwambia mpaka atakapobatizwa. Meza ya Bwana kibibilia ni ya mtu na mke wake na watoto, kwa ajili ya kulinda DNA. Asiingie mtu kwenye nyumba yangu akapandikiza zahanaki ile miungu. Mtoto wako anaenda sekondari, anaenda chuo, anakutana na mchumba huko, kumbe anaki. Nao umemnyima meza ya Bwana. Unanisikia? Kinachozuia anaki wasitawale ni hiyo ushirika wa meza ya Bwana. Mkiacha mtaisha, mtakuwa maskini, magonjwa yasiyoponyeka, ajali za kila wakati, kufa haraka. Hiyo ndo asili, umaskini lazima. Lakini mkishaingia kila wakati, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ukikishika kile kikombe cha damu ya Yesu, anywaye damu yangu na kula mwili wangu, anao uzima ndani yake. Maanake wale viumbe sasa wanashindwa kuingia kwenye ule mwili, wanamwona Masihi yule, ile DNA inazidi kupigwa brush ndani yako. Wanakuona kwa mbali, wanasema yule usimkaribie, maana yu hai ndani yake. Anaishi ndani yake yule. Na siku hizi hata madhehebu yetu tunakula meza ya Bwana kwa nadra sana. Mwingine makanisa yameanzishwa hata miaka 5 hayajai kushiriki. Ndio ukija ukaangalia hata kamfuko ka sadaka kana matatizo. Utafikiri kana Zoruba amepitia hapo. Nilienda kanisa moja kule, alafu unakuta watu wanakuja na kasadaka. Bahati mbaya tena, hilo kanisa linifurahisha. Hapa mna ile kitambaa mezani. Kuna kale katambaa kanafunikaga. Kitambaa kale kadogo kanafunikaga nini kale? Kanafunikaga lakini kanafunikaga stuli au kochi. Sasa wakachukua wakaweka sahani ya chai, alafu anafunika. Wewe unakuja na unyenyekevu na kasadaka yako, unasikia kanapiga tarala kwenye ile sahani. Jinsi sasa hiyo sadaka haina taibu kwamba huyu baba huyu anatoa nini.
Mungu atusaidie. Baba mbinguni. Watu wanatutendea. Simtuletee kapu kama hili, sadaka isipige kelele. Haleluya. Unabanwa na maisha, unakanyagwa, una malengo mazuri, una makusudi ya kufanya kazi, una uvivu, unajitahidi, unajituma, lakini hupati. Una habari. Katikati ya makundi ya watu wanaokuzunguka, 80% ya wao wanaweza kawa nao viumbe. Utatoboa wapi? Utafanikiwa lini? Sasa kilichobaki, ukishiriki meza ya Bwana, viumbe wanaanza kujitenga na wewe, na kama binadamu wa asili wanakosekana wa karibu wa kukusaidia, Mungu anawatuma malaika wake wanavaa mwili wa kibinadamu. Maana wengine kwa kufanya hivyo wamepokea malaika pasipo kujua. Msiache, anasema anawageuza, wanavaa mwili wa kibinadamu, wanaanza urafiki na wewe. Unafikiri ni mtu ametoka huko Shinyanga, ametoka Maswa. Hamna, amekuja ni malaika, anakuonyesha njia za kutembea na wewe. Bwana, mimi nimesikia wewe unaweza kunisaidia, hebu nifanyie kazi hii. Unajikuta unatoka 1, 2, 3 mpaka mwaka hujamaliza, kuna kitu kimefanyika kwako. Haleluya. Matokeo yake tunasema jamani, Mungu ameniona. Lakini ni kwa sababu DNA yako iliposafishwa, amen, na ulizidi kuitengeneza kuwa safi. Ile jina limeandikwa ndani ya DNA yawe linazidi kuwa ng'aa na kung'aa na kung'aa, kiasi kwamba maadui hawawezi kushirikiana na wewe. Ukilala ndoto, huwezi kuota ndoto mbaya. Hata yale majini wanaitaga ya mahaba hayawezi kuja, kwa sababu damu ile imeshikwa na damu ya Yesu. Sasa tunahubiri Injili kukusaidia wewe kumwamini Yesu ili wokovu ule upate. Sasa anapokuja Anaki akapita akazaa mtoto, sio mimi nimejifunza kwenye wanasayansi hawa, amen, haleluya. Ndani ya ile DNA baadaye anapozaliwa mtoto aliyezaliwa na hivi viumbe. Na bahati nzuri siku hizi tunawasikia hao watu wanaoana na majini wanaongea wazi kwenye mitandao siku hizi. Wanaongea na hii lugha ya kuongea, hawaogopi tena. Tunaelewa na watu wa Mungu? Hawaogopi. Wanaonyesha wazi kabisa kwamba wanaishi nao na wanaoana. Sasa ikishafika, Bwana Yesu asifiwe, DNA yangu imekombolewa, ya huyu imezaliana na hicho kiumbe, kile kinachozaliwa DNA ikaribika, ndio anaitwa wana wa Anaki. Unanielewa Hao sasa wanaozaliwa binadamu nusu, kiumbe cha rohoni nusu, hao ndio wanaitwa wana wa Anaki. Mnapoita majitu, tuna lugha nyingi za kusema majitu kwa sababu ni warefu au nini. Neno majitu au Nephilims kwa Kiyahudi, amen, ni watu watangatanga, wakutangatanga, wasio na makazi. Maana yake hawa jamaa Mungu hajawapa mahali, wametupwa, hawana mahali pao. Kwa hiyo wanapita huku na huku, wakikupata wewe, wakienda na wewe, wakapata mwili wako, ndio wanapata makazi. Tunaelewana watu wa Mungu? Ndio pale sasa wanaanza kukutawala wewe. Dunia hii sasa hivi kwa sehemu kubwa inatawaliwa na viumbe hivi vya rohoni. Sehemu kubwa sana ya hawa watu wakubwa wa dunia huku sio wenzenu nyie. Ndio maana nchi kama za kwetu huku tunalazimishwa kuoana wanaume kwa wanaume. Msipofanya hivyo, mkatoa uhuru wa namna hiyo, hatuwapi misaada. Sasa nchi zetu tunahangaika, jamani, tunaombe na basi hata mkopo. Pitisheni sheria za haki ya ndoa za jinsia moja. Hiyo jamani, sisi sio asili. Na tumejikaza Tanzania kukataa hiyo. Kwa kweli Mungu atusaidie. Wanang'ang'ania kwa nini hiyo? Ni kwa sababu wanataka kutengeneza DNA zikawa na uhai wa Mungu. Sasa kikizaliwa kiumbe akina ile DNA ya Mungu, amen, zimeshabadilika sasa kwa sababu ya vile viumbe vya rohoni. Ile yawe iliyoandikwa mle ndani, Yud-Heh-Vav-Heh, kilichoandikwa mle ndani kinaachika, kinapotea, kinabaki kinaitwa Vav Vav Vav.
kwa Kiyahudi hiyo V ni 6. Kwa hiyo ni 6 6 6. Inashajiandika ndani ya DNA. Huyo mtu hawezi kuokoka hata akiona mtu anafufuka kwa wafu. Na akifika hivyo atakuwa adui na wewe hata iwe nini. Wewe Mkristo ni adui mkubwa hata kutamani kukaa na wewe, maana ile DNA iliyoko ndani ninapingana na wewe kwa lolote. Na watu wana hiyo, wengi wanafika mahali wanapata connection katika huo ulimwengu wa roho, wanaweza wakaingia na kufanya biashara wao kwa wao wakiwa wako connected, wakafanikiwa, wakaongezeka. Alafu wewe mwenye haki umemaliza university hapa, uje utafute kazi, unatoboa kwa tabu hivi. Ndio maana unakuta Wakristo baadhi yao hatujui tufanyaje. Tunakimbia kwenye maombi na maombezi, tunakimbizana na chupa za maji ya upako, tunakimbizana na aina za mbalimbali za chumvi na vitambaa ili tupate kufanikiwa, lakini hatufanikiwi. Tunahitaji kitu kinachoweza kutukomboa. Na Petro akaandika katika kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule wa 10 na ngapi? 18 au 23. Anasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala kwa dhahabu, mpate kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani isiyo na mawaa, yani ya Kristo. Ukombozi ni damu tu. Hebu sema amen. Amen. Narudia tena, ukombozi ni kwa damu ya Yesu tu. Ndio inayeweza kututoa dhambi ikaondoka, DNA ya Mungu iliyoandikwa ndani yetu yawe, amen, ikarudia uhai, vipawa vikatoka ndani ya ile DNA, vinaweza vikaimba, vikatoka vipawa mle ndani vinaweza vikahubiri, vikatoka DNA mle ndani vya kufanya kazi ukafanikiwa, kwa sababu ile jina la Mungu liko ndani. Nami nitakaa ndani yenu nanyi mtakaa ndani yangu. Anaandika Mungu ndani yako, anaishi ndani yako. Sema amen, amen. Kwa sababu tayari wewe umeshakuwa mwenye haki, DNA ile ya Mungu inakuwa hai, vitu vipawa vinaanza kutokea ndani yetu. Sasa amen, wale viumbe wakawa na akili, wakaenda akachukua Yerusalemu. Yerusalemu ikawa mali yao, kwa sababu kuna mlango ulio wazi. Mnaelewa eh? Sasa naeleza pitu ili mnielewe kwa nini tunahubiri. Kwa nini Israeli? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamiliki ile lango la pale baada hekalu kubomolewa. Mnaelewa eh? Wakaja wakalishika lile lango pale. Sasa lile lango la pale wamejitahidi nalo, lakini hawana habari. Mungu sasa hivi hazungukii kwa kushuka Yerusalemu tena. Hilo ilishaisha miaka 2000 iliyopita. Kwamba Mungu unajua lazima atashuka tu hapa saa hizi. Sasa hivi Pentecost iliposhuka Holy Spirit. Amen. Amen. Shughuli za ile ngazi ya Yakobo haipo. Holy Spirit yuko humu ndani. Kwa hiyo Mungu yupo humu tu. Sahi, yumo kila kona panapohubiriwa Injili, na 2 watatu wanapokutanika kwa jina lake. Anakaa katika, anajibu, anaongea, anafanya mambo yote. Tena sasa hivi ni bora kuliko wakati wa Adamu. Amen. Sasa hivi Mungu ameapa haizi tuacha. Ile ya zamani ilikuwa haina afadhali. Alikuwa anakuja jioni, kuanzia asubuhi mpaka jioni Adamu anapambana mwenyewe. Leo Mungu amerekebisha ratiba. Hii biashara ya mimi kwenda kuzunguka tena mahali pengine, ni mwache jamaa mjaribu atamjia. Sasa hivi sitaki cha mjaribu amjie, nitakaa ndani yao, nitaishi ndani yao, nitakuwa pamoja na wao hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ameamua kung'ang'ania na wewe, aishi na wewe, asikuache hata mwisho. Ndio maana sasa lile lango la mbingu lilifungwa pale Yerusalemu. Amen. Lilifungwa. Si Pentecost ilishuka? Amen. Sasa ilishuka siku ya Pentecost. Na bahati nzuri kwenye siku ya Pentecost, nafikiri hata wamishonari wetu hawajuage, hata wazungu hawajui historia. Inanuziki kwa sababu hataki kufuata historia. Kamda kangu kameenda. Yuko hivi. Mkisoma ile sikukuu ya Pentecost ilipotimia,
Haleluya. Ile siku Biblia inasema walikuwepo watu wa kutoka kila sehemu Yerusalemu. Na makabila, mataifa yaliyosadikika yaliyokuwepo pale, Afrika ilikuwa sehemu kubwa sana ilitajwa. Hapo nafikiri wazungu hawajuagi. Haleluya. Waliotokea, unajua Misri maana yake Afrika. Neno Afrika halijawahi kuwa kwenye Biblia, halipo. Neno Afrika limeletwa na wakoloni. Kwa sababu ya Waafrikani wa South Africa huko, wakasema sisi ni Waafrika huko. Sasa wakasema tunaenda Afrika kwa Afrika. Afrika, wewe sio Mwafrika. Wewe ni uzao wa Mungu. Amen. Uliokuwa wa kwanza. Na ndio maana mlipewa Israeli muwabebe. Amen. Na hata Musa alipoa mtu mweusi alikubaliwa na Mungu. Miriam na Harun walipopiga mdomo walipigwa na Mungu kwa sababu hawamjui mtu mweusi ni nini. Amen. Sasa Afrika ni sehemu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alishuka na baadhi ya waliokuwa hapo Yerusalemu waliotoka Afrika, wa ngozi yako hiyo. Afadhali hata mimi kidogo na kabrauni ambapo sio chafu. Haleluya. Lakini alishuka hapo Roho Mtakatifu na Petro akafungua mdomo. Akawapiga gospel, wakaokoka watu 3,000, na wale 3,000 waliokoka waliotoka Afrika walikuwepo. Na wakajazwa Roho Mtakatifu wakabatizwa. Walipomaliza Pentecoste walirudi bara la Afrika. Piga kelele, sema amen, amen. Injili iliingia Afrika zamani kuliko mkoloni aliyetoka Sweden. Kwa hiyo mimi sisemi mzungu aliyekuja ametusaidia. Amekuja amekuta Mungu alitangulia huko zamani. Halo? Sema amen, amen. Alafu nawasikiaga wahubiri wakiongeaga mambo ambayo sifurahi sana. Lakini anyway, mtu mweusi analana. Nani anakuambia analana wakati tumeokoka? Hebu nyanyua mkono, sema hakuna laana Afrika. Ngoja nikwambie, ngozi nyeusi au nyeupe au buluu haiangaliwi kwa ajili ya laana. Laana iko ndani ya dhambi. Haiko kwenye ngozi. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Na laana iombewe ikatoka. Maana kama ingetoka basi laana kwa sababu iko kwenye ngozi, tungetoka wote kuwa weupe. Lakini kwa kuwa laana iko kwenye ngozi, iko kwenye kosa la dhambi. Amen. Dhambi ikiondolewa, laana imeondolewa. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Na ili tujue kwamba tunakaa katika baraka, ndio maana hata sahihi, amen, tunaweza tukasikia injili Afrika kwa uhuru kuliko sehemu nyingine yoyote. Unajua watu waliobaki ambao hawajaribiwa sana na hawa maanaki hawa, watu weusi. Lakini makabila ya Ulaya, China, India, Mungu kukubariki sio pesa. Kukubariki ni DNA yako. Imetoka hukumuni imeingia uzumani. DNA yako imempokea Mungu, anaishi ndani yako, ndio Mungu amekubariki. Baraka sio pesa na mali. Mnanisikia watu wa Mungu? Haleluya. Hebu sema nimebarikiwa. Na watu wanakuangalia mfukoni anasema Mungu siku moja atakubariki. Nani anakuambia hujabarikiwa? Kwa kuwa umetakaswa, ile DNA, vile viumbe vya rohoni hawawezi wakaigusa. Haleluya. Mimi nilisema kosa tulilonalo katika kutokufanikiwa kiuchumi ni kwa sababu hatukufikiri kukubali tulichopewa. Tukikubali, hata sisi wenyewe wa Tanzania tulioko hapa nchi hii, nani anaweza kusema Tanzania ni maskini kama tukitafakari Tanzania? Hamna. Tatizo mimi nasemaga ni wale wanaotutangazia sisi ni maskini. Na wazungu wana akili. Hao ni wanaki wengi hata wazungu. Wazungu. Na ndio kweli, haja mama anaki wengi sana. Wakiwa ni wachache tu ambao hawajabadilishwa. Wanasema ile ni bara la giza. Nani amekwambia kuna giza hapa? Na huku kuna saa 12 ya mchana, 12 ya usiku. Kule kwao hawana masaa ya Biblia. Nenda Ulaya ukaangalia kule. Utakuta saa nyingine giza kule ni refu. Sisi tuna masaa 12. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, ikawa jioni, ikawa asubuhi, masaa 12. Mungu alianzia kuumba huko kuanzia kule kwao. Haleluya. Sema amen, amen. Geukia jirani yako mwambie umebarikiwa tafadhali. Mwambie jikubali tu. Tunaenda sawa sawa wapendwa.
Na mimi nachoomba hivi munielewe, saa yangu imeshafika 12:05. Haleluya. Naomba unielewe, wewe na Israeli mmeingizwa kuwa kitu kimoja kwa ile damu ya Yesu. Haleluya. Sasa kama Yesu atarudi, namba moja anakuwazia wewe kwanza, kwa sababu yule Holy Spirit yuko ndani yetu. DNA yangu imesafishwa. Amen. Wa ndugu zangu Wayahudi, wao kwa kuwa hawajaokoka sahi. Amen. Haleluya. Ngoja nikuambie kitu cha Wayahudi. Bwana asifiwe. Wayahudi mahali ambapo wanamtaka Yesu na ni unabii, hiyo sio kosa. Ni unabii. Na mwezi kusema ni kosa. Mnisikize tena vizuri. Myahudi ameandikiwa kumpata Masihi kwenye sikukuu ya Yom Kippur. Kama taifa. Nasema kama nani? Kama taifa. Lakini Myahudi kama mtu mmoja amempata Yesu Pasaka. Hii lugha sio kama umewahi kusikia. Tuna sikukuu 7. Pasaka, mkate usio na chachu, mzaliwa wa kwanza, majuma 7, matarumbeta, upatanisho, vibanda. Pasaka, alikufa Pasaka tarehe 14 Yesu kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Akufa kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo wao walimkataa nchi, akokuja kuokoa taifa, ameokoa mwenye dhambi. Mtu mmoja mmoja anatubu, anapata wokovu. Tunaelewana eh? Swala la kitaifa linakuja Yom Kippur, sikukuu ya 6. Inaitwa upatanisho. Baada ya unyakuo, sikukuu ya matarumbeta, sikukuu inayofuata Yom Kippur, upatanisho. Yesu na Wayahudi wakaja Yerusalemu miaka 1000. Hiyo ni taifa. Tunaelewana watu wa Mungu? Sijui kama ulishawahi kugunduaga hii. Akija Yesu leo hii hakanyagi ardhi. Atabaki juu parapanda, na hisi parapanda itakuwa na sumaku fulani. Wafu walio hai wote waliochukuliwa kwenye ile damu ya Calvary. Amen. Roho Mtakatifu alikuwa nao, akawachukua tangu kipindi hicho, waliokufa wakawa walio hai. Watasikia tu hawapo. Ule mvuto wa ile parapanda. Amen. Sema amen, amen. Ule unawashika na kuwatoa bila hata kufikiri, ili kupisha mparangano wa vita unavyotakiwa kutokea duniani, vitakavyokuwa ni vita vya mwisho, vinaitwa vya Armagedoni. Lakini kabla ya vita patapita vitu mbalimbali vya dhiki. Na wakati wa kanisa alipo, wakati anaingia mara ya pili duniani kumaliza vita, ndio anakuja sasa haji na parapanda. Anakuja na mwaliko wa malaika watakatifu. Haji na parapanda. Parapanda ni hii ya kwanza hapa ya unyakuo. Kwa Yom Kippur haji na parapanda. Parapanda ni sikukuu inaitwa ya unyakuo. Amen. Ya Yom Kippur ya upatanisho, anakuja na kila jicho litamwona akishuka Yerusalemu. Akija kunyakua kanisa, hakuna jicho litamwona. Sisi tutamwona tukiwa tumeshafika pale. Sawa sawa eh? Akikanyaga ardhi, anakuja wakimwona na mwaliko wa jeshi la malaika watakatifu. Amen. Akikanyaga mji wa Yerusalemu na kumuua mpinga Kristo na nabii wa uongo kwa pumzi ya kinywa chake. Tunaenda sawa? Ndipo ataanzisha taasisi ya serikali ya Israeli upya kama taifa. Je, huu ndio wakati wa Israeli utawapa ufalme? Ndio hapo unapoanza. Bwana asifiwe. Ndipo utawala utakuwa Israeli na hekalu lao watalitengeneza. Sasa hivi hawana hekalu. Na hawana hekalu kwa makusudi ya sisi tuendelee kufanya kazi ya Injili. Siku hekalu la Yerusalemu pale walipokuwa wamejenga msikiti wa Al-Aqsa, msikiti wa Islamu pale Yerusalemu, mkisikia bomu limeanguka pale, msifikiri mnalala salama tena duniani huko. Haleluya. Majira yanayoendelea sasa hivi ya chokochoko na nini yakitokea, lile eneo msikiti ulioko pale
Maana ndipo pale wameweka lile jiwe lilokopo lile la hekalu liko kule ndani ya ile msikiti. Ili Danieli alisema litimie, na Yesu akasema mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo la uharibifu, na yule mnyama ataabudiwa pale, na kana kwamba yeye sawa na Mungu. Mnanisikia eh? Bwana Yesu asifiwe. Lile chukizo limeshasimama, liko pale na zaidi ya miaka 1000. Na linaonekana kila siku. Alolo. Leo ndugu zetu walioenda pale Yerusalemu wamesema pamefungwa leo kwa sababu ya vita, paruhusiwa tukanyaga hapo. Paruhusiwa. Lakini pakitokea alipo, Wayahudi watengeneza hekalu kabla hawajaanza msingi, kanisa alipo. Sasa naogopa, maana hizi chokochoko za Gaza na nini, Gaza ili vita vilianza vinaitwa Operation Al-Aqsa Flood. Vita vya leo simba aliyoinuka. Vita vya leo Gaza vinapopigwa kati ya Israeli na Iran, sijui vinaenda wapi. Maana hivi vinasababisha tuanze kutengeneza wazo, wanataka Israeli apigwe, Israeli angamie, Israeli asiwepo, ili aondoke, asiharibu hekalu. Nia yao asibomoe msikiti. Basi wanaogopa hiyo, na Mwisraeli ameshatangaza atabomoa. Sasa nafikiri mchezo na watajenga hekalu na gharama za ujenzi na vifaa, kila kitu vimeshaandaliwa. Sanduku la agano limeshatafutwa, limepatikana. Wameshatengeneza mpaka manora, kila kitu. Walawi wameshaandaliwa, vijana tayari hawajawahi kukutana na mwanamke, vijana 3000 wa Kilawi. Alafu sasa hapa sisi tunakaa tunafikiri bado. Pakitokea tu tunaamka singizini. Na hapa saizi chokochoko za vita hivi vinatuambia kaeni sawa sawa. Jiandaeni. Mlionapo ule mtini umechipua. Mkiona ule mtini umechipua ukastawi, tambueni ya kwamba majira ya mavuno yameshakuwa karibu. Sasa mtini ni nchi, imeshastawi, imeshakuwa taifa. Kwa mkia jana asubuhi walienda huko Irani, wamepeleka ndege 200 za kivita kuipiga Irani. Ndege 200 kwenda kupiga vinu vya nyuklia vilivyotengenezwa Irani kule na maeneo mbalimbali sijui ya kivita na nini, na wakawaua wakuu wa majeshi kule na wanasayansi wa nyuklia. Niliposoma jinsi ambavyo wamefanya hivyo, nilishangazwa. Yaani walishatengeneza mpango jinsi ndege zinaenda na zinarudi. Na wakati kuna mitambo ya kujua ndege inapowashwa tu kutoka uwanja wa ndege kuruka, rada zote zinashasoma. Wajamaa wanakuja hao sasa, washa mitambo na ziko automatic. Yani bila mtu kuswitch, zitajiwasha zenyewe tu, zitafuata ndege na kulipua. Lakini mitamba yote ya ulinzi wa anga hayakutambua ndege za Kisraeli zinapita. Zimeenda zimezunguka huko, zikaangusha kila mahali, zikampiga paka kiongozi gani sijui, walikuwa wameenda kujificha kwenye pango moja la refu la kilomita 3 chini ya ardhi, likawafukia huko. Sasa hajamaa wamefanyaje haya? Potelea mbali, walisema damu ya Yesu ije juu yao, wacha wapate akili kichwani. Amen. Tutajua uko mbele Israeli. Nilikwambia Myahudi mfalme wao ni Yesu. Sasa msikatae, maana mpaka Herode aliandika, ni Pilato aliandika huyu ni mfalme wa Wayahudi, na akasema ifutu neno hapa. Na amekaa kwenye kiti cha enzi, ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa hiyo atarudi kama mfalme na ataendelea kutawala. Haleluya. Na nikakwambia atatawala hapo Yerusalemu, mahali ambapo pana mapigano. Jamani, muda unaenda. Naomba kesho nisimame saa 9, maana ni siku yangu ya mwisho. Amen. Nimalizie hizi habari nisiseme vizuri. Nikiondoka hapa najua hakuna mtu yoyote aliyoko huku Toa ngoma. Hamtaniuliza tena, jamani mtumishi, mbona hapa mimi sasa mtumishi? Siku zimebaki za kukaribia kumuona Yesu, lakini tumebaki sijui watu wangapi ambao hawajamsikia Yesu tukimhubiri. Baba ananiambia kesho asubuhi na jioni. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Watu wepo hapa asubuhi na jioni. Nitaongea haya ya. Halo? Sema amen, amen. Sema amen. Simama basi pale, maana na muda kameenda, baridi inaanza kupiga. Dar es Salaam siku hizi kuna baridi. Leo nimevaa koti hata jasho sitoki. Haleluya.
Nimesema hivi, tunahubiri injili kwa sababu kuna DNA yako haijawahi kuingiliwa na hawa viumbe vya rohoni. Amen. Ingekuwa ikiharibiwa wala kwenye hichi kiti ukai. Utatutukana ukitembea hivi ukienda zako. Yaani mtu aliye na hiyo DNA anaweza kaangalia akasema wauni hawa wanapiga kelele hapa. Yaani hawezi kuona kuna kitu gani kinaendelea hapa. Mioyo yao haitafurahia. Lakini wewe unayepata hata hofu, unasimama pembeni ya barabara unasikiliza walokole wanaimba pale, unasema hawa jamaa wanaimba vizuri, ngoja nisogee hawa. Na wakati huo umeweka bangi yako mfukoni, lakini unasogea. Amen. Ujue una neema kwa sababu DNA haijaharibiwa. Tunaelewana eh? Sema amen, amen. Na ndipo unasikia bwana njoo mbele kuokoka, unanyanyua toka mkono, unaona unanyanyua hivyo hivyo, unaangalia wanaokuona unaenda, lakini ukishaokoka ka ujasiri kanaanza. Kwa sababu ile DNA imeshafunguliwa. Mungu ameandikwa ndani, anaonekana, anakaa ndani yako, anatembea na wewe, anafanya kazi na wewe. Sema amen, amen. Natamani kila mmoja aliyoko hapa, kesho ni siku yangu ya maombi kwa ajili ya watoto. Na naomba kwa ajili ya watoto kitaifa na sehemu mbalimbali, na nitaomba kwa kupitia mtandao. Amen. Naomba, sitaki niseme uje na sadaka ya mtoto wala nini, maana hizo ni biashara zingine tunazengenezanga wahubiri. Njoo na jina la mtoto wako, mjukuu wako. Make sure unania mwanao yoyote kwenye siku ya kesho, Mungu amwezeshe. Na tutakula ushirika wa meza ya Bwana. Tutashiriki meza ya Bwana, maana nimesema umuhimu wa meza ya Bwana ni ku make sure kwamba ile nguvu ya ile damu ya Yesu itaendelea kutenda kazi ndani yetu kila wakati, alichosema Yesu, fanyeni kila wakati. Sasa na watoto wetu wote, hata kama hawapo hapa, nataka hakikisha, kwa sababu ni sikukuu kwetu, nyumba ya Abraham. Amen. Ni siku ya watoto. Na mimi nataka uwe mtoto wako ni mlevi barabarani, ni mwanao. Kwako haitu mtu mwingine, anaitwa mwanangu, mtoto wangu. Hana kazi, hajaolewa, hana kitu yote. Hakikisha hata unajiandikia majina yao na watoto wao. Amen. Nataka tuingie kwenye maombi special kesho hapa kwenye ibada ya asubuhi. Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwa njia hiyo tuwafanye watoto wetu kwa gharama yoyote adui asiwaguse. Sema amen. Nimeeleweka hiyo kidogo? Maana nyumba ya Abrahamu kule Arusha na sehemu zingine za Kongo, Rwanda, wapi, kila mahali, Uganda, wako pamoja na sisi, na wao wanafanya hilo na watakuwa wananifuatilia. Amen. Wengine wako kwenye nchi zingine za mbali, watakuwa wananifuatilia kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tutakuwa na special prayer kwa ajili ya watoto tu peke yao. Kuna watu wanasema utatoa na sadaka kwa ajili ya mtoto. No. Sisi hatufanyi kwa sadaka ya kumkomboa mtoto. Hatukomboi watoto. Tutashiriki meza ya Bwana. Haleluya. Najuaga kuna sadaka za kumkomboa mtoto. Achananaga na hizo sadaka. Hazitasaidia hata siku moja kumkomboa mwanao. Maana hawezi kukombolewa na pesa yangu. Anakombolewa na damu ya Yesu. Tunaenda sawa, watu wa Mungu? Mtoto wako amezaliwa na kilema, hana akili shuleni, mtoto wako anatangatanga, hana kazi, tushiriki kesho meza hapa. Alafu utakuja kuniambia kama mtoto wako hajabarikiwa katika eneo lake la maisha. Hata kama yuko gerezani, atatoka. Ninaongea hivyo kwa sababu najua kwa kile kipawa kile tunapoenda kushiriki, kuna nini kinaenda kufanyika. Haleluya. Sema amen, amen. Wana wa Mungu, nimeeleweka? Hebu nyanyua mkono mjuu, sema Bwana Yesu, umenikomboa, na kwa damu yako viumbe vya rohoni hawana mamlaka na mimi, hawataniweza. Umenitoa mautini, umeniingiza uzimani. Jina lako umeliweka ndani yangu. Roho wako yuko ndani yangu, amenishika, sintaachiliwa. Adui hata niona, wala mambo yoyote yatokanayo na yule mwovu hayatanikaribia. Kwa magonjwa, laana, uchawi, kwa damu ile ya Yesu nimewashinda, na zaidi ya kuwashinda, katika nyumba yangu tutakutumikia. Mambo yote ya afya, uchumi, sintatetereka kwa jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Nimekwambia kesho jitahidi upate flash yako. Jiandae upate flash. Mahubiri asubuhi na ya jioni
Kama saizi yatakuwa yameshamalizika kutengenezwa pale. Amen. Mungu awabariki. Nataka unyanyue tena mkono mmoja juu, sema asante Yesu. Kesho hii itakuwa ni siku yangu ya ibada kwa ajili ya nyumba yangu na vizazi vyangu. Naomba unitie mafuta kwa ibada ya kesho katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Tuonane kesho asubuhi na jioni. Kama utakuja na watoto wako, njoo nao.